Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi la M23 wamefikia makubaliano mapya muhimu yanayolenga kupunguza mateso ya raia mashariki mwa nchi hiyo baada ya miaka mingi ya mapigano makali katika eneo hilo lenye utajiri wa rasilimali. Makubaliano hayo yalitangazwa kufuatia mazungumzo yaliyofanyika nchini Switzerland katika mji wa Montreux, yakihusisha pia wapatanishi wa kimataifa ikiwemo Marekani, Qatar, Umoja wa Afrika na Uswizi. Kwa mujibu wa taarifa ya pamoja, pande zote mbili zimekubaliana mambo muhimu yafuatayo. Moja, kuruhusu upatikanaji wa haraka na bila vikwazo wa misaada ya binadamu, kulinda usalama wa raia katika maeneo ya mapigano, kuepuka mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu kama shule, hospitali, maji na nishati, kuwezesha uachiliwaji wa wafungwa ndani ya siku 10 na kuanzisha mfumo wa ufuatiliaji wa usitishaji wa mapigano. Makubaliano haya yanalenga kupunguza mateso ya maelfu ya familia zilizokimbia makazi yao kutokana na mapigano ya muda mrefu. Kundi la M23 ambalo limekuwa likidai kupigania haki za jamii za mashariki mwa Kongo limeendelea kudhibiti maeneo makubwa tangu mwaka 2021. Mapema mwaka 2025, kundi hili lilifanikiwa kutoa miji muhimu kama Goma na Bukavu, hatua iliyozidisha hali ya kibinadamu kuwa mbaya zaidi. Serikali ya Kongo inadai kuwa kundi hilo linasaidiwa kijeshi na nchi jirani ya Rwanda, madai ambayo Kigali imekuwa ikikanusha vikali mara kwa mara, ikisema inalinda usalama wake dhidi ya makundi yenye asili ya mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Mashirika ya misaada yanasema mamilioni ya watu katika mashariki mwa Kongo wameathirika kutokana na kukimbia makazi yao, upungufu wa chakula, ukosefu wa huduma za afya na mashambulizi ya mara kwa mara ya silaha. Miji na vijiji vingi vimeachwa katika hali ya taharuki, huku familia zikikaa kwenye kambi za muda zisizo na huduma za msingi. Mazungumzo haya yamehusisha wadau wa kimataifa kama Marekani, Qatar, Umoja wa Afrika, Uswizi ambaye ni mwenyeji wa mazungumzo hayo. Lengo kuu ni kuhakikisha makubaliano haya hayatabaki kwenye karatasi bali yanatekelezwa kwa vitendo. Makubaliano haya sasa yanafuatiwa na utekelezaji wa kuachiliwa kwa wafungwa ndani ya siku 10, ufuatiliaji wa usitishaji wa mapigano, majadiliano ya amani ya muda mrefu na jaribio la kurejesha utulivu mashariki mwa Kongo. Ingawa makubaliano haya yanatoa mwanga wa matumaini kwa watu wa mashariki mwa Kongo, changamoto kubwa bado ipo. Changamoto ya utekelezaji wa amani katika eneo lenye historia ndefu ya migogoro. Swali kuu sasa ni iwapo pande zote zitasikiliza ahadi zao au kama hii ni hatua nyingine ya muda kabla ya machafuko kurejea tena.